Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Uko nami Adam Hussein na bado tunakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini ni kile ambacho kimeelezwa na Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Iran kwamba wakati huu utekelezaji wa mkataba wa kimkakati wa ushirikiano na Urusi unaanza kutekelezwa na mambo yanaenda kuwa vizuri. Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imepongeza utekelezwaji wa mapatano ya kina ya ubia wa kistratejia kati ya Moscow na Tehran. Katika taarifa iliyotolewa mnamo Alhamisi usiku, Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Iran ilibainisha kuwa mkataba huo unajumuisha dhamira ya viongozi wa nchi zote mbili kuimarisha uhusiano katika nyanja mbalimbali kwa kuzingatia kuheshimiana, ujirani mwema na maslahi ya pamoja. Mnamo siku ya Alhamisi, Iran na Russia zilianza rasmi utekelezaji wa mkataba wa ushirikiano wa kimkakati wa miaka 20 unaoashiria hatua muhimu ya kuimarisha uhusiano wao wa pande mbili, mkataba ambao ulitiwa saini na Rais wa Urusi Vladimir Putin na Rais wa Iran Masoud Pezeshkian huko Moscow mnamo Januari 17 mwaka 2025. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, mkataba huo unaashiria chaguo la kimkakati lililofanywa na viongozi wa nchi zote mbili wa kisiasa na unaboresha uhusiano wao wa kirafiki na kushirikiana katika maslahi ya msingi ya pande zote mbili. Hata hivyo, mkataba huo umeanza katika nyakati ambazo Iran imetengwa kimataifa na imewekewa vikwazo vya kimataifa, ambapo Urusi pamoja na China ndio mataifa pekee ambayo yalianzisha michakato ya kuweza kushinikiza ulimwengu kuachana na mpango huo, lakini mataifa magharibi yaling'ang'ania mpango huo. Mwezi uliopita, marais wa Iran na Urusi, Masoud Pezeshkian na mwenzake Vladimir Putin, walikutana mjini Tianjin nchini China kando ya mkutano wa wakuu wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Shanghai SCO, ambapo walikubaliana kuzidisha juhudi za kutekeleza kikamilifu mkataba huo. Viongozi hao wawili walisisitiza kwamba mkataba huo unaweka msingi wa ushirikiano wa kina kati ya Tehran na Moscow katika sekta mbalimbali. Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imekiri kwamba kukamilika kwa mkataba huo kunaonyesha hamu ya viongozi wa mataifa yote mawili kuimarisha uhusiano wao katika nyanja zote zenye maslahi kwa pande zote mbili, zenye msingi wa kuheshimiana na ushirikiano pia. Wizara hiyo iliutaja mkataba huo kuwa hatua ya mabadiliko katika historia ya uhusiano wa nchi hizo mbili, ambayo inaweza kusaidia kupanua uhusiano wa nchi hizo mbili katika maeneo mbalimbali, kuanzia ulinzi, nishati na fedha hadi kilimo, sayansi na teknolojia. Waraka huu muhimu unaelezea maeneo na vipaumbele vya ushirikiano, kuweka mfumo wa wazi wa kuimarisha uhusiano katika diplomasia, uchumi, biashara, sayansi na teknolojia, nishati na utekelezaji, lakini ulinzi na utamaduni. Lakini pia unatoa msingi muhimu wa uratibu na harambee ili kuhakikisha manufaa ya pande zote mbili, lakini jitihada za ushirikiano wa kukuza amani na usalama wa kimataifa wakati wa kushughulikia changamoto zinazoongezeka duniani kwa utawala wa sheria na kanuni za Umoja wa Mataifa. Wizara hiyo pia ilisisitiza kuwa mkataba huo utaimarisha juhudi za pamoja za kudumisha amani na usalama wa kimataifa na kukabiliana na matishio yanayoibuka duniani. Ilisema kuwa Iran na Russia zimejitolea kushikilia msimamo wa pande nyingi na kuheshimu sheria za kimataifa, lakini pia kukuza uhusiano wa kiulinzi na majirani ni jambo la kipaumbele. Hata hivyo, waziri wa ulinzi wa Iran amesema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaweza kuwa kielelezo cha umoja na ushirikiano kwa nchi za kieneo. Iran na Russia, kwa kutambua umuhimu wa kufuata kanuni na malengo ya mkataba wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya amani na usalama duniani, zitafanya kila jitihada kukuza ushirikiano wa pande nyingi na kuheshimu sheria za kimataifa, ikiwa ni pamoja na kuimarisha ushirikiano ndani ya mashirika ya kimataifa kama vile kundi la BRICS na shirika la ushirikiano la Shanghai, wizara hiyo ilithibitisha. Bunge la Iran liliidhinisha mkataba huo na Urusi kwa maafikiano mwezi Mei kufuatia kupitishwa na bunge la chini la Urusi mwezi Aprili. Chini ya mkataba huo, nchi zote mbili zimejitolea kusaidiana katika kukabiliana na vitisho vya pamoja vya usalama na kushiriki katika ugavi wa kijasusi. Makubaliano hayo pia yanabainisha kwamba iwapo upande mmoja utakabiliwa na uchokozi, mwingine ataepuka kutoa usaidizi kwa mvamizi anayetaka kuvamia upande mmoja. Licha kukabiliana na vikwazo vizito vya Magharibi, Iran na Russia zimeimarisha uhusiano wao katika nyanja mbalimbali kama washirika wa karibu na washirika wa kimkakati. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote bila kusahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii.